anaambiwa kama wewe ni mwana wa Mungu, geuza mawe haya yawe mkate. Wana wa Mungu tuna uwezo wa kugeuza hiyo hali inayokutesa ikawa vile ambavyo inafaa kuwa. Tuna huo uwezo. Lakini shida, ile revelation Yesu alikuwa ameipata wapi? Shetani ndiye alikuwa ametoa ile revelation ya kugeuza mawe yawe mkate. Na ujue kwamba ili jaribu lilikuwa linalenga ya kwamba Shetani awakishe tamaa katika mwili wa Yesu, ili kwamba Yesu aanze kuona kuna umuhimu wa kupata chakula. Ndio maana tumesoma kwamba kwenye hicho kitabu cha Yakobo mlango wa 1 na mstari wa 15, maandiko yanasema kwamba tamaa, huwa tunajaribiwa kwa tamaa zetu, na tamaa ikikomaa tamaa ikichukua mimba huwa inazaa dhambi. Kwa hivyo cha kwanza Shetani akahakikisha kwamba ameachia tamaa katika mwili wa Yesu wa kutamani chakula, ili kwamba afanye dhambi, na akifanya dhambi matokeo yake ni mauti. Kwa hivyo ile jaribu ambayo Shetani alikuwa anamwambia angeuze mawe yawe mkate, ile jaribu lilikuwa linalenga kwamba mwishowe lilete mauti kwa Yesu. Kila jaribu ambayo Shetani anakuletea, mwisho wa siku anakuanga analenga vile ambavyo ataleta mauti kwenye biashara yako, kwenye ndoa yako, kwenye kila kitu ambacho unataka kufanikiwa kwa hicho kitu. Anakuanga analenga kuleta mauti. Na hapa kila mtu ambaye anataka kuona mlango ambao Mungu ameutengeneza mbele yake kwenye kila jaribu, lazima uhakikishe kwamba umeshinda mwili wako, umeshinda tamaa za mwili wako. Lazima uhakikishe kwamba umeshinda mwili. Lazima uhakikishe kwamba umeshinda, uko na uwezo wa kucontrol chakula na mwili wako. Maana ukikula chakula cha mwili huu unapatanga nguvu, na roho inakuwa haina nguvu tena. Ndio maana maandiko yanasema kwamba msizamishe Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwake huyo mlitiwa muhuri. Unapokula chakula sana ukashibisha huu mwili, kile kinatokea ni kwamba roho yako inakuwa haina nguvu, na alafu mwili wako unapata nguvu. Ukipata nguvu, kile ambacho kinatokea ni kwamba mwili huwa unakuongoza kwenye tamaa, mwili unakuongoza kwenye dhambi. Ndio maana kuna maandiko kwenye kitabu cha Wagalatia mlango wa 5 pale mstari wa 19, maandiko yanasema kwamba msienende katika mwili. Maandiko yanasema kwamba enendeni katika roho, na kamwe hamtatimiza tamaa za mwili. Anasema kwa maana mwili utamani siku zote kushindana na roho, lakini roho nao ushindana na mwili, na vyote hivi hamwezi kufanya kile ambacho mnataka kukifanya. Ile assignment ambayo Mungu ameweka ndani yako, ameweka kwenye spirit yako na sio kwenye mwili wako. Mwili wako unataka kwenda kwenye mauti, lakini roho yako inataka kukupeleka uzimani, kukupeleka kwenye assignment ambayo Mungu alikuleta hapa duniani kuifanya. Ndio maana kila wakati mwili utapigana na spirit yako. Hauwezi ukaenenda katika roho kama haujajifundisha kucontrol mwili wako, kama hujauwezea mwili wako, kama hujaweza kuusurubisha mwili wako ili roho ipate nguvu. Maandiko yanasema kwamba roho inashindana na mwili, hata hamwezi kufanya kile ambacho mnastahili ukifanya. Kuna assignment ambayo uko nayo, na kama ili jaribu ambayo Yesu alijaribiwa nao ya chakula haujaishinda, ujue kwamba hiyo assignment hauwezi ukaifanya. Maandiko yanasema itoeni miili yenu kama dhabihu iliyo hai. Dhabihu haiwezi ikawa hai kwa Mungu. Mwili wako huwezi ukawa hai kwa Mungu kama ule mwili wako haujausulubisha, kama ule mwili wako bado unafanya dhambi, kama ule mwili wako kuna tamaa ya uasherati, tamaa ya wizi, tamaa ya ulevi, ujue kwamba huwezi ukawa dhabihu kwa Mungu ambao ni dhabihu iko hai. Lazima usulubishe mwili wako, ndio ule mwili wako ukue kama dhabihu iliyo hai. Wajua Mungu ni roho, na wao wamwabudio inawapasa wamwabudu katika roho na kweli. I think you unaielewa. Kwa hivyo mwili wako ili uwe dhabihu iliyo hai ama ukue na uhai, lazima mwili wako
uwe na uwezo wa kufuata roho yako, kufuata spirit, kufuata roho ya Mungu, kufuata Roho Mtakatifu. Lazima uwe na uwezo wa kufuata Roho Mtakatifu, ndio huo mwili wako ukuwe kama dhabihu iliyo hai. Lakini pia maandiko yanasema kwamba dhabihu iliyo hai takatifu. Mwili wako huwezi ukawa mtakatifu kama bado hujashinda tamaa za mwili, kama hujashinda hizo dhambi ambazo unazifanya. Kwa hivyo usianze kumwambia Mungu, nimetoa mwili wangu kama dhabihu iliyo hai takatifu yenye kumpendeza Bwana. Lakini pia maandiko yanasema kwamba dhabihu iliyo takatifu yenye kumpendeza Bwana. Mwili wako lazima uwe na uwezo wa kuwa unaweza ukampendeza Bwana. Sasa unaweza kujiuliza, mwili wako utaweza kumpendeza Bwana kwa namna gani? Utampendeza Bwana wakati ule ambapo utakuwa unafanya makusudi ya Mungu. Ndio maana Petro anaulizwa na Yesu, unanipenda? Anaulizwa na Yesu, unanipenda wewe Petro, Simioni wa Petro? Simioni Petro anamwambia, ndio nakupenda. Yesu anamwambia, lisha kondoo wangu, chunga kondoo wangu. Kwa hivyo njia moja ya kuonyesha kwamba unampenda Yesu, njia moja ya kuonyesha kwamba umetoa mwili wako kama sadaka inayopendeza kwa Mungu, ni pale ambapo utafanya ile assignment ambayo Yesu alikuleta hapa duniani kufanya. Kama mimi ni mchungaji, lazima niwe na uwezo wa kuutiisha mwili wangu ufanye ile assignment ya kufundisha neno la Mungu, ya kulisha kondoo na kuchunga kondoo wa Bwana. Hapo ndio nitakuwa nimetoa mwili wangu kama dhabihu iliyo hai, takatifu na yenye kupendeza Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauwezi ukautoa mwili wako kama dhabihu iliyo hai, takatifu na yenye kupendeza Bwana kama bado hii jaribu ya chakula hujaishinda. Yesu analetewa jaribu la kwanza, ambao hilo jaribu lilikuwa linahusu mwili wake. Wale watu ambao hawezi wakafunga kwa sababu ya Bwana, wale watu ambao hawezi wakakontrol mwili wao na roho zao, ikawa roho kila wakati iko na nguvu kuliko mwili wako, hao watu bado hawajashinda jaribu la mwili. Hiyo dhambi ambayo imekulemea unaifanya kila wakati, hiyo dhambi ndio inafanya kwamba mwili wako usije ukawa kama dhabihu. Na kama mwili wako kama sio dhabihu, inamaanisha kwamba umeshindwa kucontrol mwili wako. Na jambo la kwanza ambalo unafanya ili ucontrol mwili wako ni pale ambapo utakuwa mtu unaweza ukacontrol chakula, vile ambavyo unakula. Usikule ati ukashiba kiasi kwamba akili haziwezi kufanya kazi, ikawa mwili wako ndio unakuongoza. Maana mwili wako ukipata nguvu utakuongoza kwenye mauti. Ukisoma kwenye kitabu cha Wagalatia 19 maandiko yanasema ya kwamba matunda ya mwili ndio haya: uasherati, ufisadi, hasira. Ndio matunda ambao mwili utaanza kuzalisha kwa maisha yako wakati ule ambapo utashindwa kuutiisha mwili wako. Ndio maana utaona kwamba shetani alipoenda kwa Yesu, alimpa jaribu la chakula kwanza, jaribu la vile ambavyo ataweza kukontrol mwili wake. Lakini Yesu anamwambia mtu hataishi kwa mkate tu peke yake. Namwambia mtu hataishi kwa mkate tu, lakini kwa kila neno likutokalo katika kinywa cha Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapoongelea kuhusiana kuishi kwa neno litokalo kwa Bwana, tunamaanisha kwamba kuishi katika roho. Maandiko yanasema kwamba hao waongozao na Roho Mtakatifu ndio wana wa Mungu. Kwa hivyo hapo unaweza ukajipima kama kwamba ili jaribu la chakula umelishinda ama ni hapana. Maana utalishinda ili jaribu wakati ule ambapo utakuwa na uwezo wa kusulubisha mwili wako ili roho yako ipate nguvu. Wakati ule utakuwa na uwezo wa kutoa mwili wako kama sadaka, kama dhabihu iliyo hai, takatifu na yenye kupendeza Bwana. Yesu akaletewa hilo jaribu. Hata wewe kwenye maisha yako, utakapokuwa unataka hatima yako ifanikiwe, utakapokuwa unataka kuwa kile ambacho Mungu alikuleta hapa duniani kuwa, utakapotaka kuwa mtu mkubwa, lazima jaribu la chakula ulishinde. Lazima ushinde jaribu la chakula kama vile Yesu alilishinda.